Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii. Karibu sana. Leo tunachambua kauli yenye kishindo iliyotolewa na mchungaji Peter Msigwa aliyerejea katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema baada ya kuwa kipindi kifupi kwenda CCM. Ambapo Juni 13 mwaka 2026 akiwahutubia wakazi wa Iringa, Msigwa alisema kuwa Rais Samia Suluhu Hassan na kikosi chake wanamuogopa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ndio maana amefungwa gerezani mpaka sasa hivi. Alisisitiza kwamba kiongozi anayemkimbia mtu mwenye akili ni muoga na Lissu ana akili nyingi ambazo zinapaswa kutumika kwa maendeleo ya nchi. Peter Msigwa aliyewahi kuwa mbunge wa Iringa Alban kwa tiketi ya Chadema na mchungaji alijiunga na CCM Juni 30 mwaka 2024 akidai Chadema imekuwa mali ya mtu mmoja. Pia Mei 23-24 ya mwaka 2026 alirejea Chadema baada ya kutafakari kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 na maswali ya mtoto wake wa miaka 18. Alisema hawezi kuendelea kuishi katika huzuni na ukimya. Juni 13 mwaka 2026, Iringa, Msigwa alisema yafuatayo: Rais Samia na kikosi chake wanamuogopa Tundu Lissu. Ukiona kiongozi anamkimbia mtu mwenye akili, huyo ni kiongozi muoga. Lissu ana akili nyingi na ndiyo maana amefungwa. Alisisitiza kwamba Lissu anapaswa kutumika katika kuleta maendeleo badala ya kufungwa. Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema tangu Januari mwaka 2025, alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 baada ya mkutano wa No Reforms No Election Mbinga. Anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, yani treason, na kuchapisha habari za uongo mitandaoni. Anashikiliwa tangu wakati huo na kesi yake imecheleweshwa kwa mara kadhaa. Amekuwa kiongozi mkali wa upinzani aliyepata jaribio la mauaji mwaka 2017 ambapo alipigwa risasi zaidi ya 16 kwenye mwili wake. Ukimzungumzia Msigwa, huyu alikuwa mwanachama mwenye ushawishi Chadema kwa miaka mingi, mbunge wa Iringa na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa. Kuhamia CCM mwaka 2024 kulizua gumzo na kurejea mwaka 2026 kumeonyesha migawanyiko ndani ya vyama. Alirejea baada ya uchaguzi wa Oktoba 25 ambapo aligubikwa na madai ya vurugu na vifo vingi. Tukija kwenye hali ya Lissu pamoja na Chadema ilizuiliwa kushiriki uchaguzi mwaka 2025 kwa kukataa kusaini kanuni bila mageuzi ya uchaguzi, na ripoti za Amnesty International pamoja na Human Rights Watch pamoja na UN zinalaani kukamatwa kwa Lissu na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Na kesi ya uhaini inaweza kumfanya afungwe maisha au hata kunyongwa, ingawa huwa ni nadra sana. Na hata gerezani, Lissu anaendelea kushiriki katika masuala ya chama kupitia mahakama. Data inaonyesha kuwa serikali ya Samia imekuwa na mvutano na upinzani, hasa baada ya 4Rs, yani reforms, reconciliation, reconstruction pamoja na resilience. Wakosoaji wanasema mageuzi yamekuwa ya polepole na yamesababisha ukandamizwaji. Kauli ya Msigwa inaonyesha mabadiliko makubwa katika siasa za Tanzania. Kurejea kwake Chadema kutoa kauli kali kunaashiria kutoridhika kwa baadhi ya viongozi wa zamani wa CCM pamoja na upinzani. Kuogopa mwenye akili ni dhana ya kawaida katika siasa za Afrika. Viongozi wengine hupendelea utii badala ya ushauri mkali. Lissu, akiwa na historia ya ujasiri na maarifa ya kisheria na kisiasa, anachukuliwa kama tishio kwa serikali inayotaka utulivu. Hata hivyo, kufunga kiongozi wa upinzani kwa mashtaka ya uhaini kunazua maswali kuhusu uhuru wa kisiasa na demokrasia. Kesi inapaswa kuwa na ushahidi thabiti, si kutumika kama dhana ya kisiasa. Msigwa ana haki ya kutoa maoni yake, lakini kauli kama hii inaweza kuongeza mvutano badala ya kujenga mazungumzo. Tanzania inahitaji viongozi wenye akili na ujasiri kama Lissu katika kujenga taifa, si kuwafunga gerezani. Kiongozi halisi haogopi upinzani, bali anatumika kuleta mageuzi halisi. Serikali inapaswa kutoa nafasi ya uhuru wa kujieleza na kushiriki katika siasa bila hofu. Hii ni dalili ya mapambano ya madaraka na hofu ya kurudi kwa Magufuli style au mageuzi makubwa.
Baada ya Oktoba 29 mwaka 2025 na kufungwa kwa Tundu Antipas Lissu, upinzani unaendelea kujipanga. Serikali inapaswa kufanya uchunguzi huru wa vurugu za uchaguzi, kuachilia wafungwa wa kisiasa na kuleta mageuzi ya katiba ni kuimarisha demokrasia. Kuogopa akili kuna haribu maendeleo. Tanzania inahitaji umoja na ushirikiano wa vyama vyote kwa faida ya wananchi. Ndugu wapenzi wasikilizaji, kauli ya Msigwa inatuonyesha kuwa siasa za Tanzania zina mvutano mkubwa na tunahitaji uongozi unaojenga, si kuwafunga wenye akili. Nini maoni yako wewe kuhusiana na kauli hii aliyoitoa aliyekuwa kiongozi wa CCM hivi karibuni na amerejea Chadema, Peter Msigwa, ambaye pia ni mchungaji? Je, kauli yake wewe unaichukuliaje? Je, ni kujisafisha kama watu wanavyosema kwamba baada ya kurudi Chadema ameamua kutumia staili hiyo ili kujisafisha na usaliti wake aliyofanya mwaka 2024 ambapo aliamua kuhamia chama cha CCM? Tuandikie hapo chini kwenye comment na sisi tutakurejea na tutakwambia nini kitajili baadaye.